Bado mpango wetu ni ule ule wa kuhakikisha kwamba tunabarikiwa na Mungu hata kwa kuforce. Lakini kabla tujaendelea kujua nini ambacho Mungu ameandaa leo, hakikisha una share video hii na wengine ili na wao wapate ufahamu. Leo tunaishwa vazi ambalo umevikwa linaweza likawa sababu ya wewe kutokubarikiwa, au vazi ambalo umejivisha linaweza likawa sababu ya wewe kupishana au kutokupata muujiza wako. Kuna mtu anajiuliza vazi ni nini? Lakini ukweli kuna aina mbili za mavazi katika Biblia. Kuna vazi safi, lakini pia lipo vazi chafu. Neno la Mungu kwenye Zakaria 3:3 linaongea habari za vazi chafu, lakini pia neno la Mungu kwenye Wafalme habari ya Elisha na Elia anaongelea pia habari ya vazi. Kwa kumbe vazi ambalo umejivika au ambalo umevishwa linaweza likawa sababu ya wewe kuchelewa kupata muujiza wako, sababu ya wewe kutokubarikiwa. Ngoja tuone. Katika kitabu cha Zakaria sura ya 3 mstari wa 3, Biblia inasema, naye Yoshua alikuwa amevaa mavazi machafu, naye alikuwa amesimama mbele ya huyo malaika. Yoshua alivaa mavazi machafu, naye alikuwa amesimama mbele ya malaika. Tufahamu kabisa kwamba Yoshua yeye hakuwa wa kawaida. Yeye alikuwa ni kuhani mkuu. Ya maana yake yeye alikuwa ni kiongozi wa makuhani. Na baada ya Musa kufariki, ambaye alipewa kazi ya kuwavusha wana Israeli kuingia nchi ya Kanaani, alikuwa ni Musa akisaidiana na Kalebu. Kwa maana yake hiyo, maana yake ni kwamba kumbe Mungu alikuwa karibu sana na Musa kuliko ilivyo karibu kwa yeye. Lakini Musa alikuwa amevaa vazi chafu. Nini maana yake? Kumbe kuna wakati kwamba malaika wa Mungu anaweza akatumwa kwako kuja kukuletea kile ambacho ulikiomba kwa muda mrefu, lakini alivyofika tu mbele zako kukupa unachostahili, anakuta wewe umevaa mavazi machafu. Maana yake ni wazi kwamba baraka hiyo itachelewa mpaka siku utakavyojitakasa, ndivyo ambavyo hiyo baraka utaipata. Jana Mungu alitufundisha kwamba kuna kitu kinaitwa utimilifu wa wakati. Galatia sura ya 4 mstari wa 4. Ule utimilifu wa wakati ukifika, Mungu anakupa kile ambacho unastahili. Lakini kama utimilifu wa wakati umefika alafu una mavazi machafu, ni wazi hakuna uhusiano kati ya jambo lako na Mungu. Lazima kwanza kutengeneza. Kwa hiyo kumbe unavyochelewa kupata baraka yako au unavyochelewa kupata muujiza wako, lazima ujitafakari kwanza, ujichunguze. Hebu jiulize, nini shida? Hebu jiangalie, ni matendo yako ama ni njia zako ambazo hazina ukweli au hazina kweli ya Mungu. Yamkini kuna dhambi fulani unaifanya kwa siri, kwa kujificha sana, au uliwahi kumtendea mtu kitu fulani kibaya ambacho bado ukuwahi kutubu, au kuna mtu alikukosea na ukumsamehe, ukamweka ndani ya moyo wako kwa muda mrefu bila kumsamehe. Hicho kinaweza kuwa kikwazo cha wewe kufikia baraka yako. Kwa leo, kwa umepata ufahamu wa namna gani ya kuweza kuipokea baraka yako, hata kama utimilifu wakati umefika, lazima uhakikishe mavazi yako ni masafi. Tumesema yapo mavazi machafu yanayomwakilisha shetani, kwa maana kwamba dhambi, lakini pia yapo mavazi masafi ambayo yanamwakilisha Mungu, kwa maana kwamba utakatifu. Hivyo sasa, hakikisha unavaa vazi la utakatifu wakati wote, ili maombi yako unayoomba kila siku kwa Mungu yapate kibali na mwisho wa siku upate muujiza wako. Hakuna ambaye hataki maisha mazuri, lakini kumbe wakati mwingine maisha mazuri sisi wenyewe ni sababu ya kukosa hayo maisha mazuri, kwa sababu tunaenda mbele za Mungu pasipo kamilifu. Tunaenda mbele za Mungu tukiwa na mavazi machafu. Kama Yoshua ambaye alikuwa kuhani mkuu na bado alionekana na vazi chafu, vipi kuhusu wewe? Kuhani mkuu ni kama unaongelea baba mtakatifu au askofu mkuu au kardinali kadhalika. Wewe unawafahamu vizuri kuliko mimi. Lakini nakuhakikishia, vazi hilo likiwa chafu, liwe la yoyote, Mungu hawezi kukutana na wewe, kwa sababu hakuna uhusiano wa uchafu na usafi. Hakuna uhusiano wa Mungu na dhambi. Na ndio maana hata kama ni utimilifu wakati wa kwako wewe kubarikiwa umefika, lakini bado una mavazi machafu, hiyo baraka itachelewa kufika. Kwa nini? Kwa sababu bado hujaamua kusafisha vazi lako. Wala sikulaumu, yamkini ulikuwa hujui na leo umepata ufahamu. Hakikisha unakaa chini, unatubu vizuri kuanzia A mpaka Z ya maisha yako, ili Mungu anavyokuja akute uko msafi. Utimilifu wakati unaofika uwe uko sawa na wewe upokee baraka yako katika jina la Yesu. Sasa leo tunaenda kufanya kitu kimoja cha kuwavua mavazi
yote ambayo ulivalishwa kwa kujua au kutojua, kwa makusudi au kwa bahati mbaya. Sema na mimi: Mungu Baba, kuanzia sasa hivi nasimama mahali hapa, nafahamu ya kwamba wewe Mungu unayejua maisha yangu vizuri kuliko vile ambavyo najijua mimi. Ninaomba unisamehe tokea mimi kuzaliwa duniani mpaka umri ulilofikia. Nisamehe tokea siku yangu ya kwanza kutungwa mimba mpaka leo na umri wangu ambao ninao, kila namna ya dhambi na uovu wote ambao umeonekana ndani yangu ukawa sababu ya mimi kutokupata baraka yangu, ikawa sababu ya mimi kuchelewa kukutana na muujiza wangu. Mungu, ninaomba unisamehe. Nisamehe hata kwa ajili ya dhambi ya ukoo, ya familia, ya baba